الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وزدنا رشدا وزدنا تقى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, tupo katika kuelezea ayati za surati al-Mulk, na tulisimama jana katika aya 16 ya surati al-Mulk yenye kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم، هل أمنتم؟ يعني أنتم katika salama na amani kabisa, hamna wasiwasi, hamna hofu, hamuogopi. أأمنتم من في السماء، المقصود هو الله بلا شك. kusudio hasa ni nani? Man fi samaa ni Allah. Lakini watu wakenda katika tafsiri mbalimbali, isipokuwa tu hakuna wenye kupinga kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu. Uluullah ni hilo kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu, wala sio kwamba Mwenyezi Mungu yuko pahala popote pengine. Na Mwenyezi Mungu anajua kila kitu katika alivyoviumba, kuanzia mbingu mpaka ardhi mpaka vilivyogomo ndani yake. Lakini Mwenyezi Mungu man fi samaa, ikiwa ni maksud huwa Allah, ikiwa maksud almukallafuna min ibadihi, katika waliokalifishwa kazi hizi katika waja wake, Allahu a'lam. Ingawaje wengi wanasema man fi samaa kuwa ndio almaqsud Allah alikuweko mbinguni. Na kwa mfano hapa tumesema kwamba man fi samaa, kwa aya tusema in kullu ma fi samawati ardi illa ati rahmani abda. Watarudi wote walikuwa mbinguni na ardhi, watarudi kwa Mola, na yeye Mola atakuwepo katika mbinguni. Hiyo katika hoja ambazo sio man fi samaa kwa Mwenyezi Mungu kwa ndani yake, bali yuko a'la min dhalika, yuko juu zaidi katika arshi yake. Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Naam, lakini kwa hoja yenyewe, hal kuwepo kwa Mwenyezi Mungu juu ni sasa na hii kauli man fi samaa, yani mambo yenyewe ni yale mwisho wake ni mmoja. Kama tulipotoa dalili kwamba ni kuleta wafakum malakul maut, anakufisheni malakul maut. Allahu yatawaffa al-anfus, Mwenyezi Mungu anafisha nafsi, au sio? Tawafathum rusuluna, wanaua wajumbe wetu malaika, au sio? Na yote tatu mwisho wake ni kwa Mwenyezi Mungu, au sio? Kadhalika amintum, katika amani kwamba Mwenyezi Mungu afanye jambo hili. Amintum man fi samaa an yakhsifa bikum al-ard, akakudidimizeni kwenye ardhi au chini ya ardhi. Fa idha, basi tahamaki, hiya ardhi hiyo, tamur inazunguka, inakwenda mbele na nyuma, inapiga na pasuka, yote maana tamur. Taduru wa tadtarib wa tadhhabu, zote zimefasiriwa maana tamur.
lakini hapa akasema katika tafsiri yake tahamaki faida hiyo unaiona tamur inatikisika mtikisiko na mpasuko na kudidimia kwake na yote inaleta maana nini tamur toka kwanza kwa kupasuka mpaka kumalizika athari yote ya mdidimio ile khasf بالناس في الارض bimaana kwamba nini yote maana moja tamur inaelezea picha inakupa picha faida hiyo mara unaiona hiyo inadidimia sio inapasuka hiyo inadidimia inachana inakungana mapande kwa mapande ya mawe mfano Allahu wahdahu a'lamu bidhabt kusudio lake lakini hivyo ndivyo maana walivyofasiri kwa hiyo tukisema man fi sama ikiwa ni Mwenyezi Mungu tunakubaliana sote kwamba ni Mwenyezi Mungu mwenye kufanya yote haya lakini hapa kipande hiki man fi sama inaweza kama malaika wake amewakalifisha inaweza kwa Jibril au sivyo inaweza kwa man fi sama taqatu wa sultanu wa qahru wa quwwatu wa qadru yote haya yanakusudia hapo lakini sasa kuna walioshikilia kwamba man fi sama ni Mwenyezi Mungu tu ndio yakusudia ndio yeye kwa sababu si lazima man fi sama iwe sama ya dunia au sama ya pili ya tatu saba man fi sama inaweza kuwa fauqa saba samawati kwa hivyo ni juu kila ma fauqa ra'sika huwa sama chochote kilichojua kichwa chako ni sama chochote kile utakwenda zako mpaka peponi ndani mpaka katika arshi rahman ili upate maana man fi sama kwa kusudi lake ndio ni Allah sasa walosema kwamba man fi sama biqasd Allah tutizame pande una wasio wanasema kama bin Uthaymeen anasema الدليل بأن الله يكوجو كبسا من فوق كل شيء دليل أدلة ذب من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع يا علماء وكبوا وبالعقل وبالفطرة موجودة yote haya yanakubali kwamba Mwenyezi Mungu uko juu الكتاب القرآن والسنة سنة متومة والإجماع اتفاق بين العلماء كتكنين في علو الله وكسم الله فوق عباده سآية يصير الله فوق عباده كجوا جواك عبادي سلام ما بنادم عباد ni waja wote au in kullu gotu pamoja ati rahmani nini abda watakuja kwa Mola wao wakiwa ni wenye kutumikia na kunyenyekea kila jambo katika dalili za aya tunaona kwamba inakupa sasa picha kama Mwenyezi Mungu yuko fauka saba samawati hizo hakuna anayepinga kuna watu wengine wanashikilia kwamba Mwenyezi Mungu yuko kila pahala hata katika nafsi zetu kwa sababu ni dalili anasema nini nasema ile ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون wasio kasoroka sisi tuko karibu na yeye huyo anataka kutoka roho lakini nyinyi hamuoni hamuoni tuko akrab ile bas bidhatihi au biilmihi au bimadha bila shaka wanasema kwa ilmu yake Mwenyezi Mungu hawezi kuumba kitu alafu awe ndani ya kitu kile ma yakunu min najwa thalathati illa huwa rabi'u huwa Allah yuko pamoja na watatu wanakaa kuzungumza siri na wanne kwa ilmu au si biilmihi kwa hivyo unaposema kwamba arrahmanu ala al-arshi istawa arrahman ala al-arshi istawa yuko hapo kwenye nini kwenye arshi yake na hakuna yote anayeweza kusema kwamba arshi haiko fauka saba samawati au si dalili ziko chungu zima baada saba samawati alafu unaingia katika nini malakuti la zilizokuwa kubwa kuliko malakuti dunia kwa hivyo utaona kwamba aya kama hii alafu kwamba sisi tunaomba dua nasema nini Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib kwa yeye inapanda nini
maneno mazuri, istighfar wa takbir wa tasbih na la ilaha illa Allah wa qira'atu Qur'an, yote haya kalima tayyiba. Wengi wanasema kalima tayyiba huwa la ilaha illa Allah, lakini kila kilichokuwa cha ibada الكلمة الطيبة inapanda kwake kwa ajili ya ujira, ajr, au thawabu, au ilahi yas'al al-kalimu tayyib wal 'amalu salih yarfa'u, napiga push kabisa na kupeleka amal salih. Kwa hivyo hiyo moja katika dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko juu. Na tunaposoma aya kama ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi, الملائكة والروح ضد تعرج، العروج مركب النجوم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ilikuwa trip ya duniani tu halafu baadaye pale tena katoka katika wanajmi dhahawa nasoma kule halafu ni ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى alipokwenda له juu sio. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. huko peponi na baada peponi huko haithu malakuti Allah. Unaposema mulku Allah huwa malik yawmiddin, au sio? مالك يوم الدين، نهي تبارك الذي بيده الملك. الملك ukilinganisha بالنسبة ابن آدم ملك wake ufalme wa kidunia, lakini mulku Allah ma dunia na mbinguni na wote na kila kitu mpaka pepo na kila kitu. Kwa hivyo inataka tasbihi kumsabih Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye mwenye kumiliki yote. Fa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay. Fa subhana, lazima umpe sifa yake aliyetakasika na kila sifa zisizokuwa za kiungu, ametakasika kabisa. Tanzihu Allah min kulli sifat illa sifat rabbaniya, zake. Fa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un. Sasa basi unapokuta aya nyingine pia yakhafuna rabbahum min fawqihim, asi wanamuogopa Mola wao aliyeko juu yao. Na ikiwa ardhi yenyewe imekaa kama mpira duara spherical, au sio kuna chochote kilichokuwa fauka al-ardhi, kilichokuwa juu ya ardhi kimekanyaga ardhi. Kwa hivyo kingine kiwa hakika kwenye ardhi za min fawqihim. Kwa hivyo popote juu katika samai dunia ama samai thania wa thalitha, mpaka unakwenda zako mbingu ya saba, mpaka unaingia sidratul muntaha, kwenye mipaka hudud baina nini this whole universe this world na alafu malakut ambayo yalikusudiwa kwa ajili ya kwa ajili ya alim al-akhir, ulimwengu mwingine fil akhirah. Kwa hivyo yote hii katika milki ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndio sema sisi sabbih isma rabbika al-a'la, asya sabbih isma rabbika al-a'la. Al-ulu hapa bimaana iko juu kabisa. Na tukitazama pia dalili nyingine, yule mwanamke mtumwa aliyekuja mtu mmoja sahaba kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwacha, na yule mwanamke alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam aina Allah, akasema fi sama au fawqa sab'a samawat, akaambia atiqha, mwache, fa innaha mu'mina, mwachie huru kwa sababu yeye mu'mina, akiamini kwamba nini, kwamba yeye mu'mina. Kwa hivyo ukitizama lazima nguvu zilizokuwa kubwa ziwe juu na nguvu zote zilizokuwa dhaifu ziwe chini. Na ili maamrisho yaliokuwa makubwa lazima yanatoka juu kuja chini siku zote. Kwa hivyo kullu al-maani litanzih lirab, kumtakasa Mwenyezi Mungu na sifa zozote lazima aoneshe uluhi wa kibriyaihi na kwa hivyo asli ya juu kwamba ni kubwa zaidi
hata tunasema mkono wa juu khairi zaidi kuliko mkono wa chini aliyadu al-ulya khairu min yadi as-sufla mkono wa juu ni bora zaidi kwa juu. Na tukisema kwamba Mwenyezi Mungu aliyekuwa juu rehema zake zote zinateremka kwa waliokuwa chini, unapata maana kwamba kule kwa juu kwake Mwenyezi Mungu. Kwanza ukisikia kwamba kwa nini juu ni kutukufu zaidi huko alipokuwa Mwenyezi Mungu kuliko chini, kwa sababu ni mahbatul wahy, kutoka juu wahy unatoka chini ardhi, kutoka baharini kutoka juu asio. Kwa hivyo hilo moja kuonesha kwamba nini Mwenyezi Mungu yuko juu. La pili ni kwamba ni maskan lil malaika juu fawqa sab'a samawati, malaika wanakaa wapi? Juu au sio? halafu tena yudabiru al-amr min as-samai ila al-ardh, min as-samai ila al-ardh, kisha baadaye baada ya kutoka samai wal ardh hajesha thumma ya'ruju ilayhi al-uruj zaidi kuliko kwenda baina samaa wa samaa tu. Halafu kuna nini? Kuna uruji mpaka kwenda kupasua mipaka na kuingia huko haithu malakutillah hapo wewe unapata thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaru 1000 sanati mimma ta'udun au 50000 sana kama ilivyokuja katika sura al-Ma'arij na hii sura as-Sajda. Na kwa hivyo jambo jingine ni kwamba Mwenyezi Mungu kwa neema zake juu ni manzil al-matar, neema yote na watu waweza kuishi kutokana na rehema kubwa inayopatikana katika al-ghaith. Askina al-ghaith ya Rabb, kwa mvua inanyesha inatoka juu haitoki chini, na hiyo kuonesha dalili ya kuweko juu ni utukufu zaidi. Kadhalika ilayhi turfa'u al-a'mal, amali zinakwenda kwake. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salih yarfa'u. Kwa hivyo juu kuna nini? Kuna ukubwa zaidi na utukufu zaidi. Na alafu kisha mjue kwamba dua kibla chake ni juu. Kibla cha dua ni juu, kama ilivyokuwa kibla as-salat al-Kaaba, au sio? Wa kibla dua juu, au sio? Hapo ndio unapoomba. Hakuna mmoja anaomba kapeka mikono chini hata siku moja, mikono inakwenda juu, au sio? Naam. Kwa hivyo hiyo kuonyesha utukufu kwa Mwenyezi Mungu. Na unaposoma hadithi katika inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku, kwa mwenye kusali qiyamul layl usiku, anashuka Mwenyezi Mungu katika samai dunia na kuambia nani mwenye kutaka kuomba maghfira, nani mwenye kutubu, nani mwenye kutaka hichi na hichi na hichi naombe, wakati wa nini kujibiwa dua. Kwa hivyo ikiwa qibla as-salat ikiwa ni Kaaba, fa qibla ad-du'a juu, au sio? Haya, kwa hivyo tuache maelezo kwamba amintu man fi samaa, tunajua ni amri ya Mwenyezi Mungu, au sio? An yakhsifa bikum al-ardh, kukudidimizeni katika ardhi kama alivyofanywa Qarun, au sio, na watu wake. Fa idha hiya tamur, bila moja. La pili bimaana au amintum man fi samai an yursila alaykum hasiba فستعلمون كيف نذير. فستعلمون كيف نذير. أمنتم، je hivyo kweli mko katika amani? Kwa jambo la mwanzo kudidimizwa chini, au mko katika amani mara pili? An yursila alaykum, amintum man fi samaa an yursila alaykum, mko kweli mnadhani mko katika salama na amani kwamba yule man fi samaa aliko juu, an yursila alaykum, akakupelekeni hasiba. Hasiba mfasiri ni kimbunga chenye changarawe, vijio vidogo vidogo, kwa sababu hasiba ni mawe madogo madogo, sio? Hasiba ni mpepo mkali, dharba kali, kimbunga kinabeba mawe. Yale mawe yenyewe yanapokuja kwa spidi akawapiga, wasifikirie spidi hizi ndogo ndogo kwamba kubwa kupiga moja, kama kuliko unaona bunduki na unapotoka risasi au bastola sinatoka kwa spidi kubwa. Basi kimbunga inshallah Mwenyezi Mungu asituletee, kwa sababu hatuwezi kukisia. Binadamu katengeneza bastola, katengeneza bunduki, zinatoka kwa spidi kubwa kweli, kipiga kwenye mwili na tumbukia ndani. Aniambia itakuwa kubwa zaidi kuliko spidi ya Mwenyezi Mungu?
hawezi kuwa. Mwenyezi Mungu kaumba kiumbe, ile kiumbe kaweza kuteleza kitu kwa spidi kali. Kwa hivyo hizi changarazi zinabeba kwa upepo mkali, mkisikia kimbunga sio kimbunga tunaona upepo mkali, leo kimbunga kimbunga gani? Kimbunga cha adhabu ndio kimbunga bwana, au sio? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kampa binadamu uwezo wa kuweza kufanya jambo ikawa kinakwenda kwa spidi kubwa kweli kweli. Lakini yote kwamba hiyo amali ibn Adam haijafikia stage ya Mwenyezi Mungu. Wewe binadamu tena kakupa akili, umekirimiwa laqad karamna bani Adam, ukaweza kuunda bunduki kitu kapiga au bastola au kitu chenye nguvu zaidi katoka kwa spidi kweli kubwa. Nilikuwa naambia Sheikh Kasim siku moja nimemwona mzia uko kwenye mawe kule Arabuni. Mzia anakuja anamfuatia nini, mmoja alipokumbana kishwara kidogo kiguru kidogo, kawahi kumpandisha mbio mzia akafika pale haja kumla, kamtilia kibua mbio kamrushia akaja kanusa, la sio namtafuta yule, kaenda kazunguka na yule kibua akakaa kwenye mbosa pale anasubiri kwenye ndoano. Mara karudi tena hicho nakitaka. Basi wallahi alipochukua ndoana ilipompiga mdomoni, wallahi maisha yangu sijamuona spidi aliyotoka yule mzia, nikasema subhanallah, samaki anaweza kwenda spidi, katoka spidi kama rocket bwana. Nikasema nyinyi binadamu mnatengeneza bunduki kwa spidi yako ndogo mbele kinyaki kisamaki. Subhanallah. Mwenyezi Mungu kaumba wa fi kulli shay, kila kitu kaumba Mwenyezi Mungu. Unaona tadulu ala anna Allah huwa alwahid alahad alqadir ala kulli shay, mweza kila jambo. Subhanallah. Kwa hivyo kimbunga pepo wake mkali na anabeba mawe yakipiga napiga mpigo mmoja, uona fikiri, usije ukafikiria kwamba wakashuka tena na babil tarmihim bihijaratin min sijil, uko pengine akili yako itakwenda mbio, kijiwe kimoja kidege kaka mdomoni kakiwacha kimemgonga tu basi kangua. Ikiwa min sijil basi pengine ndege yenyewe hatujua aina gani, na hayo mawe yenyewe yameshuka kwa mdomo kwa spidi gani imetupwa, bila shaka hapo faja'alahum ta'asfin ma'kul. Kitu kikubwa sana, kitu kikubwa madha kinatoka kwa Mwenyezi Mungu, na adhabu inatoka juu la kubwa. Man fi samaa an yursil alaykum hasiba, hii hasiba hii inateketeza kila kitu kinateketeza, hakibaki kitu wala hakimkosi mtu. Kila jiwe kwa mtu wake ameandikwa kwa jina lake, au sio? Hakuna mmoja atakayepenya akaificha wapi, hakuna. Kwa hivyo tunaposoma neno kama hili, ama mintu man fi samaa an yursil alaykum hasiba, wakasema hasiba ni hijara ziko katika nini, katika rihi, upepo mkali unaovuma, na alafu kuna mapepo na adhabu ya aina mbalimbali yaliyotajwa katika Qur'an. Imetajwa sarsar, unakuja upepo sirihin sarsarin atiya, Mwenyezi Mungu ameuleta kwa kupewa kaumu gani, kama Adi vile. Na sarsar wanasema ni upepo ambao una sauti kali kama zairi al-asad, kama mkelele mgurumo wa simba, na unakuwa mkali kweli upepo huu sarsar. Na kuna upepo mwingine sir asabaha, kama ilivyoja katika Baqara, kama thalini rihin fiha sir ni pia katika adhabu za asabat hartha qaumin dhalamu anfusahum fa ahlakatuhum. Rihi hiyo inobeba mawe hayo ndio kaitwa sirri, basi hayo pia ni aina ya adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hii hasiba nyingine na asif na awasif ndo tunasema kimbunga, upepo ambao unazunguka ukichukua na vumbi kwa nguvu na mawe, pia umeitwa asif. Kwa hivyo upepo unazunguka ukibeba ghubar, vumbi, unaitwa pia asif. Kadhalika aina nyinginezo zimetaja. Muhimu kwamba الريح idha hamalat rih hijara ndio inakuwa hasiba. Tuliyotajwa hapa katika aya yetu, am amintum man fi samaa an yursil alaykum hasiba. Alafu akasema fasata'lamuna kaifa nadhir, fasata'lamuna kaifa nadhir.
mtaona kaifa yakunu nadhir indhari kwenu nyinyi, maonyo yangu mtaona mwisho wake yameishia nini, utekelezaji wala si utekelezaji. Fasatalamuna kaifa nadhir, yani utaona kaifa batshi wa adhabi wa akhdhi in akhdahu alimun shadid. Yote maana nini nadhir hiyo, na hii nadhiri ina nadhir pia ni asili yake nadhiri. Nadhiri عند الوصل kama unaendelea kusoma unaweza kusoma ukaivuta kidogo katika qiraat. Fasatalamuna kaifa nadhir, fasatalamuna hina yahduth, pale inapotokezea. Fasatalamuna hina tara, pale utapoona. Naam, hina tarahu, wakati ule ndio utapojua vipi ghadhabu zangu, vipi mkamato wangu, vipi indhari yangu mkakataa kuisikia nikatekeleza jambo langu notaka. Hii ndio kusudio aya. Na kwa hivyo tumefahamika nafikiri am amintum man fi sama, au mnafikiri mnadhani katika salama kwamba yule aliyekuwa mbinguni anirsila alaikum hasiba, akakuleteeni kimbunga ambacho kimebeba changarawe na haya madogo madogo, halafu mkapata adhabu na maangamizi kutoka na upepo huo na mawe hayo. Fasataalamu, hapo ndo basi hapo sataalamuna, mtafahamu hapo ndo mtapoona kaifa nadhir. Hayo yote nini? Ni indhar. Na ilipokuwa mwanzo alipotaja amintum man fi sama an yakhsifa bikum al-ardha, ile ilikuwa adhab dunyawi. Adhab nini? Adhab ad-dunyawi. Lakini anapokutajia am amintum man fi sama, hii inakuwa nini? Adhab as-samawi. Adhabu nini? Samawi, wa huwa ashad. Wa huwa nini? Ashad. Na ukitizama kaumu zilizoangamizwa nyingi, dharba zake zote zinaanza kutoka juu. Nyingi katika maangamizi yanakuwa nini? Kutoka juu. Ndio tunasema air supremacy. Nguvu zinazotoka juu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tukitoka aya hii, walaqad kadhaba alladhina min qablihim fakayfa kana nakir. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذب، نكحقيقة بلا شك ولكذبisha na kukanusha alladhina min qablihim, waliokuwa kabla yao makuraish. Min qablihim, walikadhibisha na kukataa, na yaliyotokea juu yao mwisho wao lishaje, adhabu na maangamizi, au sio? Fakaifa kana nakir, basi vipi kulikuwa, hapa ametafsiri basi vipi kulikuwaje kukasirika kwangu, kulikuwaje kukasirika kwangu. Na walaqad kadhaba alladhina min qablihim, walokadhibisha kabla wao قوم لوط، قوم عاد، قوم هود، قارون na watu wake, au sio? Ashabu al-fil, na wote hawa ambao mifano yao imo katika Qur'ani imetajwa, hao wote wanaingia katika listi ya nini? Alladhina min qablihim. Walaqad kadhaba alladhina min qablihim fakayfa kana nakir. Pia kama fakayfa kana nadhiri, فكيف كان نكيري. لا نكير كيف كان إنكاري عليهم، vipi kukataa kwangu na kuchukizwa kwangu na kukasirishwa kwangu alaihim, juu yao, na ile adhabu yangu iliyotoka natija ya kile inkari ikawa taadhibu na halaku na kuangamiza. Hii yote ni katika maana kaifa kana nakir, biwa namna gani nilivyokasirika na nikaangamiza pamoja. Hiyo ndani yake, ndani ya maana kama alivyoeleza wengine, biwa kaifa kana nakiri na inkari alaihim, na kwa hivyo nikawatia adabu na kuangamiza. Kwa hivyo au itakuwa maana gani? Na kadhaba alladhina min qablihim fa kaifa kana nakiri yako ilikuwa matia adabu, ule mpindua ardhi akaaliha safila
وامطرنا عليهم حجارة من سجيل sio kwa hivyo hawakuona Lut sio na wengineo ukaletea riha sarsarin atia sakhara alayhim rabbuka kama siku ngapi 7 layali ndio 7 layali wa 8 ayami mfululizo husuma mfululizo subhanallah adhabu zote hizi ndio maana fa kaifa kana nakir fa kaifa kana nakir tazama kaumu hizi na maskhara yao na michezo yao halafu nini imewatokezea mwisho ile ndio ilikuwa kaifa kana nakirullah nakirullah ilikuwa imefahamika maana kile jamani mkisoma hii sasa msome aya msike mkumbuke tunaeleza hapa mtaifahamu aya zaidi na hasa ikiwa siku ile ukisoma zile aya tunasoma na kama watu wanafululiza kuja na kila siku kile kipande cha aya tunasoma hawanasoma sana utakuja siku unaanza wewe tabaraka alladhi biyadil mulk na kila aya unaona kama kwamba unatazama TV kwa ile kwa raha ya nini kufahamu kwako zile aya mfahamu muhimu sana haijawa suratul mulk yenye kukutetea munjia inakutetea inakukamata mkono mpaka ikutoe halafu wewe utaki kuipa haki yake la wallahi ufahamu neno aya mpaka mwisho lazima ufahamu leo ngapi tunasoma leo 6 7 na kwanza tuko aya 17 10 kwa nini Allah ingelikaa baada ya saa asri hapa mpaka 10:30 aya zote shazimaliza aya kweli tumepata kitu hatujapata kitu lakini na kama aya nusu aya kwa siku nzima kwa ajili ya kufahamu kila upande wa aya kila kona na tutaka kutazama kwa 3D dimension au sio tutazame ili tupate kufahamu aya hivi ndivyo tuweza kuipa haki yake aya haki ya aya inapewa kama hivyo kuitazama na kuichambua maana na ukikosea madha lengo lako ni jema sema wallahu aalam mwisho sio Mwenyezi Mungu aalam bil murad mwenye kujua na sisi tuna darasa yetu alfajiri msikiti wa Malindi pale kwa Tausi pale kila siku natoka katika sura 7 tuko pale iko mtuskote kwa eneo lile la alfajiri baada sala kila siku tunakaa pale tunafanya kazi hii tumemaliza al-ahzab juzu zimeanza 7 na hapa Ramadhani ndo muda ambao tunapata kusoma kwa hivyo mwaka jana tulisoma sura ngapi za amma na leo naona bado tupo katika tabaraka tujamaliza wallahi hata tukichukua Ramadhani nzima tabaraka hapo kunatosha ikawa miaka yote ijayo utaikumbuka Ramadhani kwa ajili ya nini kwa ajili ya tabaraka Mwenyezi Mungu aliyekuwa tabaraka aliyetukuka naye unapohangaikia aya yake na yeye anakutukuza kwa kuwa radhi na wewe anakutukuza kwa kupokea ajrun kabir ndio maghfiratu ajrun kabir au sio si unaamini na unasoma na unajua maana yake kwa nini asikupe ajrun kabir au sio kwa hivyo ina maana yake bwana si malaika akakushika mkono ya rab astahlifuka bika bil utaniwachia huyo aingie peponi kwa makosa yote umsamehe wewe unamtetea nini alikuwa akinisoma kucha kila siku usiku au sio na alikuwa akijitahidi kutafuta maana aya zangu suratul mulk itakutetea au sio kwa hivyo utaingia biidhnillah katika listi ya ifa kaifa kana nakir au ni nini kaifa nadhir na insha Allah amtakuwa katika listi hiyo biidhnillah semeni amin jamani walaqad kadhaba alladhina min qablihim fakaifa kana nakir basi ilikuwaje kukasirika kwangu na kwa hivyo na kuwatia adabu na kuadhibu na kuangamiza wote kaumu zote Lut, Ad, Hud, Qarun, ashabul fil wote hawa na makureshi kwa sababu mtume yuko akasema nini sasa mimi siwezi kuangamiza wa anta fihim wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wewe upo ndani yao kwa baraka zako wewe Muhammad nilikupenda nilikuteua kufanya kwa mtume wao wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa kana Allah mu'adhibahum wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun hiyo moja ishaondoka mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo na sisi iliyobakia hiyo istighfar ndio itakayotukinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu istighfar na kumtaja Mwenyezi Mungu na kumdhukuru sana naam kwa hivyo tukimaliza katika aya hii tunakwenda katika aya 19 awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ما يمسكهن إلا الرحمن
إنه بكل شيء بصير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. baada kueleza ardhi na samaa na maelezo yote ya utukufu wake, Mwenyezi Mungu anatupeleka jicho letu tutazame namna gani alivyomuumba ndege. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum huyo ndege kawa fawqahum, bora kuliko ndege, bora kuliko binadamu. Kwa sababu nini? Yuko juu. Wallahi wakati mwingine unamtazama kunguru anavuruka au njiwa, washa yote ya kile kidege kidogo kinakuja kwa kasi ngine takata kitazama, wallahi ile speed anavutoka shafika tena shadonoa, kishajua nini anakula. Ndege kama wanavyosema maulama wamepewa pawa ya macho ya kuona kuliko kiumbe yote, kiumbe chochote. Usifikiri kwamba yule ndege anotumbukia akapiga mbizi katika maji hatoki mtupu kabisa. Kuna watu wanasema hakuna hata mara moja aliona ndege yule kapiga mbizi akatoka mtupu bila samaki, na kilichofichika chini ya mchanga na kitoa. Subhanallah. Alam yarau ila at-tayri fawqa safat, wakinyosha mikono yao wakini katumia gani fawqa safat, namna gani wanavyokunjua mbawa zao. wayaqbidna na wanavyonini, na wanavyozikunja, kuzikunja na kukunjua, kukunja. Hapa katumia ism safat. halafu ya pili nini? wayaqbidna bilfi'l, tena mudhari. Safat ile kwamba vile kaumbwa kwamba kinyosha vile basi yuko katika hewa, anakwenda katika hewa bila kufanya chochote. Muone akifanya vile anaanguka, gravity inamletea chizi, force of gravity inamshusha chini, abadan, anabakia vile vile. Anapotumia jitihada yake ya kupiga ile ende mbele au juu au chini, pale yakbidna anapotaka yeye. Safati alomjalia Mwenyezi Mungu akae ma yumsikuna ila rahman, hakuna je kumzuia. Kajaliwa kila ndege bima maana kwamba kawekewa power against force of gravity. Maana yake hiyo, wallahu a'lam, ana power yake kawekewa kila ndege, basi yanyoshe tu safari, akunjue mbawa zake, khalas. Ma yumsikuna ila rahman, hakuna anayemzuia asianguke ila Rahman. Chochote kile kikirusha kitaanguka, ukiwa juu kitaanguka, ila kile kimezuilika katika mti, kimezuilika kwenye tawi, kwenye au sio, kwenye jani, kwenye au sio, lakini chochote kilichokuwa juu kitaanguka. Aliyekuwa juu msubiri chini atashushwa tu na center of gravity. Lakini illa at-tayr, awalam yarau ila at-tayri fawqahum, hii fawqahum peke yake wamepewa nini? Afawqiyatu lit-tayr, kuliko binadamu. hawaoni ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidn, safatin wa yaqbidn. Tazama binadamu, kamtazama ndege, kamchunguza, kamtazama namna gani anavyotua, kamtazama namna gani anavyoruka. Anapotua hujawahi kumwona ndege hata siku moja akaja akatua kwa mbele, lazima atue kinyume nyume, au sio? Kwa nini? Kwa sababu ya force ya hewa, lazima ije chini. Leo ndege siku tukajaribu kasema itue kwa ndege magurudumu ya mbele, hatari, itasulukia, sio? Lazima ije nini? Kwa magurudumu ya chini kwanza. Wale waliokaa nyuma wale wanaanza kuogopa, za sobadua hapo tu ndege inapotaka kutua, alafu ikaja ikapiga kwa nguvu, magurudumu ya nyuma yanaanza, au sivyo? Alafu magurudumu tena ya kati, alafu tena inakuja inakaa sawa na speed ile mpaka inakata speed na simama. Mara moja nimepata bahati ya kukaa mbele na makapteni katika ndege. Basi mwisho mwenyewe nikauliza, jamani, ndege ishagusa chini? Nauliza captain wa Tanzania na wa Kenya, ishagusa ndege kubwa Boeing sio? Akamwambia mbona tunasimama tena? Mbona sijasikia mlio ile kugonga ardhi? Ambao kikaa mbele uhisi, unaohisi nyuma kule.
subhanallah ndio lazima itue ndege kwanza nyuma alafu kisha inakwenda subhanallah. Wamemtazama ndege wala wakifanya hivyo lazima wakitaka chochote kutengeneza kwanza tutazame wanyama wafanye nini, watafute specimens za wanyama alafu kisha wafanye practical zao kuchunguza alafu ndio apply kwa binadamu. Zote hivi zote anatazama nini anafanya kwa binadamu. Nani aliyofundisha? Aliyofundisha Mwenyezi Mungu. Binadamu kataka kujua, ataka kufanya experiment kubwa, vipi Mwenyezi Mungu anaua ardhi yote hii kafa ikawa na hivi au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, hamna chochote, everything is dead. akasema nini قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. vipi كيف يحيي الله بعد kufa kwake؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. kamfisha miaka 100 kisha kifo. kaambia kama kam labithu, kama muda gani? labithu yawman wa ba'da yawm, or part of the day, siku moja au nusu ya siku. qala bal labitha 100 عام. na ukiona neno am katika nini hii tofauti ya sana. am fi raha, kuna utulivu, kuna starehe, raha, hamna tabu, hamna shida. am lakini unapokuja sana ina sinin, yani tabu na shida na ukame na tabu yote. Kwani Musa nani Nuh kakaa miaka mingapi? 1000 sanatin illa 50 ama 1000 sanati yote adhabu, isipokuwa 50 ndio ya starehe. am umri wake mpaka kupewa utume, baada ya 50 yote 50 am iliyobakia 950 sana adhabu shadida. hiyo tofauti hivyo unavyoona maulama. تزرعون 7 سنين الأبن katika sura Yusuf, sio? thumma yati aam yughathu fi an-nas. am yarahana ighatha, inakuja help, au sio? kwa hivyo kuzama فأمات الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت يوما بعد؟ لا قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. simekwambia ya Rabb, hana chakula changu akijaribika hivyo fresh kama kwamba kimetoka katika friji ala miaka 100 vipi? la chakula kimekaa hivyo hivyo. haya sipiga jicho lako kwenye punda wako sasa. mwanzo ila himarika, azio walinaj'alaka ayatan linnas. akafanya aya ni dalili kwa watu, za kaambia tazama sasa hivi ninapomfufua. subhanallah. kwa hivyo fanzur ila al'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma wa'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. tasimama katika hii inshallah. bado ndege tunataka kumueleza huyo ndege mtamu kweli na اللي يحبون اللحم محشي محشي طير محشي حمام محشي شيخي نمفريشه بالمزينه. kwa hivyo tunasimama hapa inshallah. kesho iko wale kesho Jumaa tutakamilisha aya hii na inafuatia. هذا والله أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع